Kwenye mission ya Artemis 2, NASA walitumia kamera za Nikon, kamera ambazo hata videographers wengi hapa Bongo wanatumia. Walitumia kamera ya Nikon Z9 pamoja na Nikon D5. Nikon Z9 hii ni kamera ya mwaka 2021 na ndio mirrorless ya kwanza kutoka Nikon. Na hii Nikon D5 ni DSLR kamera na ndio kamera ya kwanza DSLR ambayo inashuti 4K kutoka Nikon. Kwa walisimplify hizi kamera kutokana na uwezo ambao zinao. Kwa mfano Nikon D5 yenyewe uwezo wake wa ISO ni mpaka 3,280,000. Unaona kwamba ni kamera ambayo iko vizuri kwenye issue nzima ya low light na ndio maana wanaita mfalme wa giza. Ukiangalia hata ile picha ya dunia ambayo inasambaa sana, hii picha imepigwa na D5. Walitumia lenzi ya milimita 14x24 f2.8, lakini pia shutter speed yake ilikuwa ni 1/4. ISO ilikuwa ni 51,200. Kwa hiyo ukiangalia uwezo wa kamera kufungua mwanga na ISO ambayo iwekwa ilikuwa haiwezi kuaffect picha. Ndio maana picha za sasa hivi zinaonekana ziko very sharp, kwamba zina details za kutosha ukitofautiana na picha zilizopigwa kipindi cha Apollo. Ambapo kipindi kile cha Apollo mwaka 1972 walitumia kamera moja inaitwa Hasselblad. Sasa ile kamera yenyewe walidesign kwa ajili ya kwenda kupigia picha mwezini. Ambapo kwanza design yake tu ile shutter button ilitengenezwa kubwa ili mrahisishie mpiga picha, kwa sababu kule wanavaa zile gloves, kwa hiyo asipate shida kupiga picha. Na wakati wanarudi ile kamera, kwa sababu ilitengenezwa ilikuwa ni kubwa kidogo, wakati wanarudi ili mizigo sio mingi, ile kamera iliachwa mwezini. Kwa hiyo mpaka leo iliachwa mwezini, haikurudishwa duniani. Japo sasa hivi zile kamera za Hasselblad zimeshatengenezwa, ziko nyingi, na zile kamera asilimia kubwa ziko special kwa ajili ya photography. Kwa mfano kuna kamera inauzwa mpaka milioni 20. Yenyewe inapiga picha peke yake, haishuti video. Ukija sasa kwenye hii Nikon Z9, hii ni latest kamera. 2021 hapa kidogo ni latest kwa Nikon na ndio mirrorless ya kwanza kutoka wapi? Kutoka Nikon. Sasa hii ina sharp image, lakini ISO yake sasa ni 1,120,000. Na maana ni ISO imezidiwa na D5. Japo hii ina sensor nzuri, maana unaweza kupata image ambayo iko clean. Kwa hiyo pia walitumia lenzi za tofauti tofauti, wide lens, kuna lens kwa ajili ya kupata shots za close up. Kwa mfano kuna lenzi ya milimita 400 walitumia, kuna lenzi ya milimita 70-200, kuna lenzi ya milimita 14x24, kuna lenzi ya milimita 24x70. Kwa walitumia lenzi tofauti tofauti kwa ajili ya kupata shoti tofauti tofauti. Kamera za Nikon watu wengi hawazipendelei sana kuzitumia. Yaani ukija kibongo unakuta wazee wale ndo wanazitumia sana hizi kamera. Lakini ni kamera nzuri sana. Kampuni la Nikon liliwekeza sana kwenye photography. Ndio maana kamera za Nikon kwenye upande wa photography zinafanya vizuri, ukitofautisha na brand nyingine ambazo zimekuja sasa hivi. Lakini before kamera nyingi ambazo zilikuwa zinatumika ilikuwa ni kamera ya Nikon. Ndio maana Nikon kwenye upande wa video amechelewa sana. Ila ukija kwenye photography kamera zake zinafanya vizuri. Kwa mfano hii D5 iko vizuri sana. Betri yake yenyewe linakaa muda mrefu, ina good autofocus kwenye photography, lakini pia kwenye low light performance kama hivyo, na kiwango kikubwa sana cha ISO. Kwa mfano unaweza kupata image ambayo iko bright.